Sana ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki wa klabu ya Young Africans na mashabiki wa klabu ya Simba Sports. Mkurugenzi, Azam pia wapo? Tutaliwia radhi kwa kuwasahau. Habari za wakati huu ndugu zetu wa Azam Football Club. Kwa sababu mko wachache, ni vyema wakati ujao muwai siti za mbele iliwe rahisi kuwaona. Hayupo? Kumbe ameniingiza chaka. Sawa. Mkurugenzi, kwa niaba ya taasisi hii ya moyo hapa Muhimbili, kwa niaba ya watendaji wengine, sisi klabu ya Young Africans tunashukuru sana kwa fursa hii ambayo mnakwenda kuitoa kwa wadau, wapenzi na mashabiki wa klabu ya mpira wa miguu. Mchezo wetu huu ni mchezo ambao unahusisha hisia 100%. Football ni mchezo wa hisia, na kama kuna watu wapo karibu kupata matatizo ya moyo, basi mimi naamini ni watu ambao wanajihusisha na kuupenda mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu hisia zote ziko hapo na mashabiki wetu wanacheza na hizo hisia kila wanapokuja uwanjani. Kwa linapotokea jambo kama hili, na kwa nafasi yenu, licha ya kuwa na gharama kubwa vifaa hivi ambavyo mko navyo, lakini mnaitumia mechi hii ya mashabiki wa Yanga na Simba kuja kutoa huduma, kuwapima tena bila gharama yoyote. Sisi ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa hichi ambacho mnafanya. Mwanzoni tuliona ni mechi tu ya kawaida, kwamba tutakwenda, tutacheza, tutafurahi. Lakini hapa tulipofika, kumbe tu sio mechi ya kawaida. Ni mechi ambayo inakwenda kusaidia na jamii kubwa ambayo ina uhitaji hasa kwenye matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Naamini kama itafanyika research vizuri kabisa katika kipindi hiki cha miaka minne, usione watu wamekuja hapa wamependeza vizuri, lakini sisi Yanga tumesababisha shida nyingi sana kwa hawa. Kwa hiyo fursa kama hii ambayo imekuja inatusaidia sasa kwenye ubinadamu kuona kwamba kama tulikuwa tuna mipango ya kupooza, tusipooze chochote, kwa sababu tukishawashona tiba ipo. Hatutawapoteza ndugu zetu, marafiki. Hawa ni ndugu zetu mheshimiwa. Tunapishana dakika 90 tu pale uwanjani, lakini ni ndugu zetu. Wengine tumeoa huko kwenye timu zao, lakini kisha dakika 90 tunatakiwa tuwe ndugu, na sifa ya undugu ni kujali mwenzako. Kwa hiyo kama watakuja kwa wingi, na hii ni fursa kwenu bwana. Zungumza na mashabiki wa Simba, ni fursa kwenu hii. Mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mtakwenda kuangaliwa katika hichi kipindi ambacho Pacome yupo, mmeathirika kwa kiasi gani. Kunikazia macho hivyo hakusaidii. Kitachosaidia ni wewe kuwashtua ndugu na rafiki zako ambako mnashangilia hiyo timu, mje kwa wingi KMC, mpate vipimo sahihi kujua madhara ambayo mko nayo kwa kipindi hiki. Na sisi mashabiki wa Yanga najua tunapata raha, lakini kucheki afya pia ni muhimu. Si ndio bwana tunapata raha Yanga, tukawa tunashughulikiwa sehemu nyingine. Maisha haya. Ndio bwana. Haya mambo ya maisha haya. Uenda Yanga inashinda vizuri, unafurahi, ukirudi nyumbani shida ya moyo inaanza kukutafuta. Kwa hiyo na sisi pia tuwahi jamani. Tuwahi kwa wingi, tukafanye vipimo. Mkurugenzi amezungumza hapa, mnaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini gharama ambazo ungekuja wewe kuzipata hapa kupima, pengine ungepata shida kidogo. Lakini fursa hii imekuja, na amezungumza mkurugenzi hapa, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vifaa vipya bora vimekuja hapa,
na waheshimiwa wanavileta pale kwa ajili yetu sisi mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni fursa kubwa na ninawaomba tuitumie, tusichezee fursa. Siku ya Jumapili mapema pale tuje tupime, tuangalie afya zetu zipo katika kiwango kipi. Kwa haya machache mheshimiwa, kwa sababu jambo hili linahusu zaidi wagonjwa, tuwape nafasi pia wagonjwa wenyewe wazungumze ni kwa kiasi gani wamelipokea hili jambo kwa furaha kubwa. Asante sana. Jamani tusikizane kidogo. Mimi nifungo naye. Wi. Alafu na yule Jamani habari za wakati huu? Aisee, kwa majina ya Dr. Mohamed Hamisi, ni mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers. Na nawakilisha upande wa mashabiki wa Simba. Na sisi lengo letu tunataka tuwafanye mashabiki wa Yanga siku hiyo wajute kwa nini wanakuja uwanjani. Tunaishukuru taasisi ya Jakaya Kikwete ya moyo kwa kuona jambo hili kuipa uzito, lakini tu niseme kutokana na professional ambayo mimi ninao ya udaktari, kwa mujibu wa WHO takwimu zake, kila mwaka zaidi ya watu milioni 38 wanapoteza uhai kwa sababu ya magonjwa yasiyoambukiza wa binadamu. Kwa hiyo takwimu katika magonjwa yasiyoambukiza zaidi ya 65% ni maradhi ya moyo. Hizo ni tafiti za kitaalamu. Mkurugenzi kwa hapa anaweza akanisaisha, lakini WHO ndio inatuambia hiyo watu milioni 38 wanapoteza maisha kila mwaka kwa sababu ya non communicable disease. Kitaalamu ni magonjwa yasiyo ambukiza, non communicable disease. Daktari anajua kujua. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuja kupima afya yako ya moyo, kwa sababu kuna maradhi kama cardiac arrest, maradhi kama heart failure. Umenielewa vizuri? Heart attack ni maradhi ambayo yanasumbua sana, blood pressure. Ukija pale cardiomegaly, daktari anajua. Yes, ni terminology za kitaalamu ambazo kama sio daktari huwezi kufahamu, lakini daktari mwenzangu anajua. Kwa hiyo njooni mpime mjue. Ndio maana unaweza kusikia tu mtu kakaa kwenye kochi lake nyumbani na Ngati TV akapata hiyo heart attack akafa kwa mshtuko hapo. Shida nini? Karogwa. Kumbe hajarogwa. Ni kwa sababu alikuwa na hiyo tatizo limekaa kwa muda mrefu, hajalifanyia utafiti, anakuja kuligundua too late baada ya postmortem, baada ya mwili wake kufanyaje, baada ya kupata madhira ya umauti. Kwa hiyo ukija mapema utajua shida yako ya moyo ni nini. Kwa hiyo kimsingi tuwasupport JKC, lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuona mashabiki wa mpira wa nchi hii wanao nafasi ya kupewa matibabu bure, hasa kwenye eneo maalum ambalo linaongoza kwa vifo vingi, eneo la maradhi ya moyo. Kwa hiyo ni fursa kwetu watu wa mtaani, mashabiki wa mpira wa miguu, Simba, Yanga, Azam na timu zote. Hii ni nafasi kwako. Ukija hapa Jakaya Kikwete kuja kufanya huo uchunguzi wa maradhi ya moyo, consultation yake tu ni hela nyingi. Ile medical consultation ni unalipa hela nyingi. Sasa bado hujapata hiyo matibabu. Kwa hiyo kimsingi umerahisishiwa. Kwa hiyo tunashukuru sana mheshimiwa, wewe taasisi yako na serikali kwa ujumla kutushika mkono sisi mashabiki wa mpira wa miguu ambao wengi kiuhalisia hali zetu sio nzuri ambazo zinaweza katibu wa maradhi makubwa ya moyo. Kwa hiyo kimsingi tumeshukuru na tuwapongeze viongozi wetu kwa na sisi kila mmoja akaribia siku ya Jumamosi, na tunawaambia mashabiki wa Yanga siku ya Jumapili, tunawaambia mashabiki wa Yanga tunataka tuwafunge midomo siku hiyo. Mjiandae siku ya Jumapili. Mimi nawahakikishia goli chache sana, magoli 7. Asanteni sana kunisikiliza. Asikutishe na kile kizungu cha kidogo. Namwambia kwamba hapa tusikilizane basi. Sasa tukasema hapo unaweza ukapata shambulio la moyo au moyo kushindwa kufanya kazi. Sikilizeni. Hakuna duniani daktari anakupa nchi. Oh, sio na wasiwasi. Wewe tena madini. Habari ya muda huu. Naitwa Meja Mwaihojo,
Jina la kidaktari hilo. Hilo la kidaktari. Hilo meja tu imezidi kila kitu. Yaani kitendo tu. Yaani kwanza mimi ndio mwenyekiti msaidizi lakini ndio founder wa hii taasisi. Manake nimezidi. Yanga hajawahi kuongozwa na Simba sehemu yoyote. Kwa hiyo yeye amejisifu ni mwenyekiti lakini mimi ndio founder. Kwa hiyo kwa kuanzia hapo tayari goli la kwanza hili. Goli la pili ni kwamba tumewafunga mara 6 mfululizo. Kwa hiyo ujue ukishakuwa una fedha haijawahi kuchezwa. Ninachokisema bora mbele mapanga. Yaani mara 6 mfululizo maana tunakwenda kuanza msimu wa kwanza wa sisi mashabiki wa Yanga kwenda kuongeza maumivu, na ndio maana hii taasisi ya Jakaya Kikwete, taasisi ya moyo, imekuja kuleta suluhisho kwa ndugu zetu hawa. Na nimetengeneza umoja huu kwa ajili ya angalau nao wapate faraja, kwa sababu gharama za matibabu ya moyo ni kubwa, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ametuletea unafuu, kwa sababu anajua hawa wenzetu wana changamoto hiyo ya magonjwa ya moyo, na sio magonjwa ya moyo tu, na magonjwa ya akili. Kwa hiyo kama kuna kitengo cha magonjwa ya akili hapa, pia pengine kishirikiane na Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu. Kaka, hiyo haina comeback. Hiyo haina comeback. Na wakaribisha mashabiki. Na wakaribisha mashabiki wote KMC tarehe 21 kuja kuangalia mashabiki dabi. Karibuni sana. Kwa wingi mwambie na wengine waliopo kule nyumbani ambao hata sio mashabiki wa mpira waje na wenyewe wapate nafasi ya mpira, kwa sababu nia kubwa ni kuhakikisha watu wanakuwa na afya njema mapema kabla hawajapata matatizo. Kwa hiyo naomba tuzidi kuwafahamishana. Leo umeshasikia, mwambie jirani yako, mwambie nani, sio lazima aingie kuangalia mpira, lakini atumie nafasi hii kupira. Asante sana. Uchague mtu wa kusaidia naye kazi kati ya Meja na Dr. Mohamed kwa maelezo yake kitaalamu. Kwa kuzingatia kwamba huyu kujajua ni dokta wa kitu gani. Hicho kizungu Google kipo hicho. Kisifutishi yote majibu. Kwa kweli hapa kani tofauti. Kwa nao kwa pamoja. Sawa. Kwa sababu amejitahidi kiasi fulani. Anabadilika. Mmegundua hiyo? Hapa watu wala mzaa. Wakishaona akili jagaa sasa wanakuhifadhi. Kabadilika kama mtu mama. Pasi milioni. Mwandishi baba. Sikuni kupata mazoezi. Bwana mimi hatari. Bao kutaka kujua mimi kiboko. Jana baada ya kula biliani mkafanya sawa. Eti mkaa mnaambiana hii mechi kweli juu.
tukifungwa hapa Simba tufungwa wote. Yaani yetu mnapanga mtoka mimi. Kati yenu kwa ofisi akaniambia. Sisi wewe tunaniambia mmoja. Wanapanga mechi kweli. Hata yeye niambia tena. 1, 2, 3. Ushindi. Hawezi kujibu. Ushindi hawa. Hawezi. Hawajazoea. Yaani ushindi wameduaa. Kwa jana wenyewe mkapanga eti mechi kweli. Yeye ni wasilika wa hii mechi kweli. Kuna miaka yaani katikanie kuna jazuzi wangu ananiambia kaka wanapanga huku leo mechi kweli. Daladeki. Mbaya sana. Anakutunza siri ya mwezi. Tena turudie tukisema amekosa ushindi. Wanaonekana wote. Tunarudia jambo shoto. 1, 2, 3. Ushindi. Ushindi. Haya. Asante.